Hakuna mtu yoyote katika Mombasa anaweza kumrudisha Abdulswamad kuwa gavana kwa 2 term. Shughuli za kampeni za chama cha UDA katika ukanda wa Pwani zimefikia tamati leo kwa mkutano mkubwa uliofanyika katika uwanja wa Mbaraki Sports Club, kaunti ya Mombasa. Mkutano huo uliwakutanisha viongozi na wafuasi wa UDA kutoka sehemu mbalimbali za ukanda wa Pwani, wakionyesha umoja na nguvu ya kisiasa kuelekea uchaguzi ujao. Hafla hiyo iliyoongozwa na mgombea wa ugavana wa Mombasa na katibu mkuu wa UDA Hassan Sarai iliwaleta pamoja wakazi wa sehemu mbalimbali za ukanda wa Pwani na ambao walieleza matarajio yao kutoka kwa viongozi hao. Mombasa hoye! Sarai hoye! Boga hoye! Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu 2027 kazi tumemaliza kule, si ndio? Ile safari ya iliyopita ilikuwa ni kura chache zilizoweza kutuweka sisi nyuma. Nina imani kubwa sana kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, yale makosa tuliyoweza kufanya kule airport tuweze kurekebisha, na bila kusahau kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ili sisi tuweze kuwa na nguvu itakapofika mwaka ujao mwezi wa 8. Ni lazima kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tuhakikishe Sarai ameweza kukomboa hii Mombasa. Akizungumza na wakazi hao, Sarai aliwataka wakazi wa Mombasa kuunga mkono mabadiliko, akisisitiza kuwa gavana wa sasa Abdulswamad Sharif Nassir hapaswi kuchaguliwa tena. Alieleza kuwa kuna haja ya uongozi mpya utakaoweka mbele maendeleo ya utoaji bora wa huduma kwa wananchi. Leo katika Mombasa hii leo hakuna mtu anaweza kutuambia hii ni ngome ya mtu. Tayari sisi tuko na malengo yetu ya kimaisha. Sisi tunataka maisha mazuri kwa watoto wetu. Mama zetu, vijana wetu na wazee wetu wamechokwa kuja katika mikutano ya kisiasa na kurudi bila matumaini. Mimi najua katika hii Mombasa County, kwa kuangalia lile wimbi la mageuzi, kwa kuangalia zile hisia za waraia wa Mombasa, hakuna mtu yoyote katika Mombasa anaweza kumrudisha Abdulswamad kuwa gavana kwa 2 term. Na mimi nilipoona hilo lengo kubwa, na nikaona yule mtu ambaye wale watu wanaweza kupambana nao peke yake ni chama chetu cha UDA, mimi nikaamua tutakaa pamoja na jeshi letu lote, wale ambao kweli wako na uwezo na ari ya kuweza kubadilisha hii Mombasa. Na ndio hapo mimi nawahakikishia sisi tutakaa kidete, na tukishikana na Ali Mbogo tunamchukua Abdulswamad na UDA, ODM na wengine wote tunawaweka katika kaburi la sahau politically. Waziri wa barabara na uchukuzi Aisha Jumwa, ambaye pia alihudhuria mkutano huo, alizungumzia juhudi za serikali kuboresha miundombinu katika ukanda huo. Jumwa alisema alipokabidhiwa majukumu, barabara nyingi zilikuwa katika hali mbaya, lakini kwa sasa ujenzi na ukarabati unaendelea. Mimi nataka niwaambie yale machache ambao pale mahali Mheshimiwa Rais aliponiweka kama mwenyekiti wa bodi ya barabara nchini, barabara zilikuwa zimekwama miaka 5 huko nyuma kabla Mheshimiwa Rais awe katika uongozi. Na zile pesa ambazo tunakusanya pale, kwanza hii pesa ya securitization, 25% ya pesa zile zote zimeletwa hapa Pwani. Kwa hivyo barabara zetu ambazo zilikuwa zimekwama zote hivi sasa wakandarasi wako kwenye barabara wanaendelea na kazi. Mkutano huu umehitimisha mikutano ya chama cha UDA katika mkanda wa Pwani, huku joto la kisiasa likizidi kutokota katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Na nikiripotia Swahili Pot FM kutoka eneo bunge la Mvita, kaunti ya Mombasa, jina langu ni Samuel Mutethia. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahili Pot FM 91.7. Marhaba.